Hiki ambacho kinaendelea kati ya Ibra pamoja na bosi wake Harmonize kutoka pale Konde Gang imeonekana ni miongoni mwa vitu ambavyo vimeteka hisia kwa sasa. Yaani ni vitu ambavyo vina trend sana kwenye mitandao ya kijamii. Mara baada ya kurushiana maneno moja mbili tatu kwa kile ambacho kimeweza kutokea kati ya Ibra pamoja na Harmonize, BASATA imeamua iingilie kati kwa hiki ambacho kinaendelea. Na pia wameweza kuita ofisini siku ya hii ya leo ili mradi waweze kujua moja mbili tatu kilichotokea, lakini cha ajabu anaonekana mmoja tu ambaye ni mzee mzima Ibra. Lakini Harmonize hakuonekana kwa hiki ambacho kimeweza kutokea, na watu wengine wakiwa na comment kwamba Harmonize anatakiwa achukuliwe sheria kwa hiki ambacho amekifanya kwa sababu amegoma kuitikia wito. Sasa Mange Kimambi, dada wa taifa kama anavyojiita yeye kupitia akaunti yake ya Instagram pale, amekuja moja kwa moja kumlipua Ibra kwa hiki ambacho kinaendelea. Na alisema kwamba sio kwamba anasema na roho mbaya, lakini kama vile unakosea ama kama vile unapatia, lakini nitaelezea kwa namna yangu ninavyoelewa mimi. Kupitia akaunti yake ya Instagram, dada wa taifa Mange Kimambi ameweza kufunguka mambo mengi sana. Mimi niko hapa kukujuza kwa kile ambacho kimeweza kutokea. Lakini kama ni mara ya kwanza kutazama channel yetu, basi bonyeza neno subscribe chini ya video hii ili mradi wa kwanza kupata taarifa zetu ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ni follow pale Instagram @Dulkana_OG. Sasa siku ya jana ndio kesi ilikuwa kubwa zaidi kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea kati ya Harmonize pamoja na Ibra, kwa sababu walianza kurushiana maneno ambayo yanaonekana kabisa yako kinyume na maadili ya Watanzania. Walianza kuzungumza mambo ambayo ni nyeti zaidi na mambo ambayo yalitakiwa waweze kuzungumza wenyewe kama wenyewe na akiwa ana kwa ana, na wala si kushia kwenye mitandao ya kijamii ili mradi watu wengine waweze kuona kwa kile ambacho kinaendelea. Sasa sakata limekuwa ni kubwa sana, na siku ile ya jana mara baada ya sitofahamu zilizoendelea kati ya Ibra pamoja na Harmonize, Konde Gang Music Label ikaamua kumsimamisha moja kwa moja Ibra kuweza kufanya shughuli zote zile za kimuziki. Sio kuimba tu, bali hata kufanya exclusive interview yoyote ile inahusiana na muziki, na pia kuihusisha label. Akifanya interview asizungumze kuhusiana na swala la muziki wala swala la label. Sasa dada taifa Mange Kimambi kupitia akaunti yake ya Instagram amemkuja moja kwa moja kuzungumza kwa hiki ambacho kinaendelea. Tumejua kwamba ni watu wengi wameweza kuzungumza. Amezungumza Mwijaku kumwambia Harmonize kwamba usibishane na watoto, wewe ni bosi, unaongea mara moja tu alafu mambo mengine unawaachia wao. Alikuja pia Baba Levo akamwambia hiyo sio nzuri kabisa. Inakuwaje unataka umfanyie hivyo dogo lako homeboy kabisa kutokea Mtwara? Maneno yamekuwa ni mengi, lakini naye dada wa taifa watu wameamua wamwambie bana, hemu zungumze kidogo kwa hiki kinachoendelea. Je, kuna ukweli wowote? Kwa sababu kila mmoja anatetea upande wake. Ibra anasema anataka kulipisha 1 billion, lakini ukimzungumzia Harmonize anakuambia mimi sitaki kumlipisha 1 billion, bali ni mkataba aliusaini ndio namtaka alipe 1 billion ili mradi aweze kuvunja mkataba na Konde Gang. Sasa ni kipi ambacho ameweza kukiandika dada ya taifa Mange Kimambi? Ngoja ninukuu kwa kile ambacho ameweza kuandika kupitia akaunti yake ya Instagram, dada taifa Mange Kimambi. Alianza kwa kuandika hivi: kwa vile mmeomba sana niseme kitu, huyu dogo sijui what his plan is, ila angerudi nyuma angalie Harmonize alivyokuaga kipindi anaondoka WCB Wasafi. Harmonize hakumchamba Diamond mpaka alipompa zile milioni 600. Ndipo alipoanza kulalamika public na kumchamba Diamond Platinum. Kabla ya kuwa na hiyo hela hakumchamba bosi wake. Sasa huyu dogo anavimba pesa bado hana ya kulipa kwa Konde Gang. Kwa mineno aliyomtolea Konde Gang jana, sidhani kama atasamehewa kwa chochote kile kwenye hiyo hela. I know for a fact ingekuwa ni mimi umenipaka mavi vile, I say utalipa every cent on that contract. Watu waongea na dogo asivimbe sana mpaka pale atakapopata solution ya tatizo lake ndio aanze kumchamba Harmonize, lakini kwa sasa hivi ajifanye kama vile haoni chochote kile. Na kuhusu Diamond Platinum kuingilia, huwezi kumlaumu. Yeye pia Hamo alimsumbua. I am sure kafurahi sana kuona Ibra anamsumbua. Mimi mwenyewe ningekuwa dae, ningecheka mpaka nidondoke chini. Sasa kwa nini yeye akae kinyonge? Nilichoshangaa ni kwamba ni baada ya Hamo kumjibu Machawa na ndo wanamjibu. Badala ya mjibu Harmonize, lakini Machawa ndio wanahusika kwa mjibu Ibra kila kitu ambacho kinaendelea. Hapana, bosi wenu kaamua kuingia kwenye beef, basi apambane mwenyewe. Na wewe Baba Levo, huyo Makonde unamjua. Una mdomo mrefu alafu ukidundwa unakuwa kama demo. Unakimbilia polisi badala upambane naye kiume. Mtoto wa kiume uliokamilika unapigwaje na mwanamume mwenzako sasa? Alafu unakimbilia polisi badala uzichape. Ni mwili likubwa for nothing. Unapigwa na mtu mfupi mpaka unakimbilia polisi. Ibra, siku ukitaka kufunguka ni cheki dada yako.
tutakulipa vizuri ufunguke. Utoe yote ya moyoni. Utumbie vizuri. Ulivyovikuta chumbani ulijibu nini? Hii issue inanipa wasiwasi, au labda Konde alivyochati na Zuma Udaku akamtumia Dudu, labda alikuwa anajua ni wa kiume. By the way, issue ya Mzenji ni kweli. Hii ni chat yangu na mbea mmoja aliyekuja kunipa story ya private jet ilivyolipiwa, na vile sikumwamini na pia alikuwa hajui kuandika kitu, kikaeleweka nikapotezea story. Sasa Mange Kimambi dada taifa ameweza kunukuu kama hivyo kwa kile ambacho kinaendelea, kwamba Harmonize kaamua kulianzisha beef mwenyewe, hivyo abaki mwenyewe na wala si machawa wake kuja na kimbelembele cha kutaka kujibu kwa kile ambacho bosi wao ameamua kukianzisha. Mange Kimambi amemzungumzia sana Ibra na kumwambia kwamba asilete jeuri. Kumbuka kipindi Harmonize anaondoka pale WCB Wasafi aliambiwa alipe shilingi milioni 600, lakini yeye Ibra ameambiwa alipe shilingi bilioni 1. Na hadi sasa tunavyozungumza bado hajapata hiyo 1 billion, alafu bado anamchafua Harmonize kwa hiki ambacho kinaendelea. Mange Kimambi anakuambia hata kama ingekuwa ni mimi ndio bosi, lazima ningekwambia ulipe kila senti kwenye kila contract ambayo uliweza kuifanya, kwa sababu ni kama vile dharau fulani hivyo unazionyesha. Just imagine bado hujaondoka, upo chini ya lebo yangu, alafu bado unaniletea dharau kiasi hiko, unanichafua kwa watu kwenye mitandao ya kijamii kwamba niletaka nifanye na wewe vitu fulani labda hivi na hivi. Sijajua haya maneno na asilimia ngapi ambayo ameweza kuzungumza Ibra. Pia Ibra aliweza kufunguka kwamba Harmonize alimwambia aweze kumuua mama yake kikatili, na mambo yamekuwa ni mengi kinoma noma, na ndio maana Basata aliamua kuingilia kati kwa hiki ambacho kiliweza kutokea. Lakini unfortunately kwa leo Harmonize hajatokea Basata, aliyeweza kutokea ni Ibra peke yake. Sasa watu wanajiuliza maswali mengi, kwa nini imekuwa hivi? Kwa nini atokee Ibra peke yake na Harmonize asiweze kutokea kati? Basata ilitoa taarifa kwa kuwaita wote wawili kati ya Harmonize pamoja na mzee mzima Ibra kutokea pale Konde Gang Music Worldwide. Ni kipi ambacho kitaendelea? Hili sakata limefika Basata. Ni kipi ambacho Harmonize ataweza kuwajibu Basata? Ni kipi ambacho Ibra atazungumza Basata? Ikumbuke kwamba Ibra ameshapigwa marufuku na Konde Gang Music Worldwide kwamba asizungumze chochote kile kuhusiana na lebo, wala kuzungumza chochote kile masuala ya muziki, wala kumzungumzia mkurugenzi wao ambaye ni Harmonize kwa kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Hivyo ataki kufanya exclusive interview yoyote ile. Sasa Ibra muda anatoka pale Basata, waandishi wa habari walifika na kumuuliza Ibra, mbona kimya sana ndugu yangu? Lakini alichokijibu kwamba kwa sasa sina chochote cha kuzungumza, nombeni tu mniache, kwa maana kwamba mkataba unamfunga vibaya mno. Hivyo Mange Kimambi amemshauri dogo Ibra kwamba atulize ndonga, atulize akili, apate kwanza pesa, alafu mambo mengine yataendelea. Kama siku akitaka kufunguka basi awacheki Mange Kimambi, ile mradi wamwagie pesa ya kutosha, alafu afunguke kila kitu na zile pesa na zile situation kwamba aliitwa chumbani hivi na hivi, atafunguka kule kwenye Mange Kimambi app. Muona hapa biashara aliyoifanya Mange Kimambi kwamba anampa ushauri, muda huo anaita mteja, ile mradi zile trending news tukazilipia kwa Mange Kimambi. Ila Mange Kimambi dada taifa anatisha kinoma noma. Niandike kupitia comment section hapo ni kipi ambacho umeweza kujifunza kwa hiki ambacho kinaendelea. Je, ni vipi Mange Kimambi huyu naye ana balaa jingine? Na vipi kuhusiana na Ibra pamoja na Harmonize, kesi yao iko Basata itaishiaje? Niandike kupitia comment section hapo. Mimi ni Dulkanda_UG pale Instagram, ni follow mtu wangu utakometisha kinoma noma.